Habari za saizi wakina kaka na dada. Mimi kwa majina naitwa John. Tunakwenda kuonyesha movie ambayo inafundisha kwamba namna gani katika familia tutaweza kujifunza namna ya kuandaa matoleo ya zaka tukiwa nyumbani, aidha katika biashara au katika kazi zote tunazozifanya, na kuweza kumtolea zaka Mungu kabla hatujafanya chochote. Wow, nimefurahi sana siku ya leo. Kuna kiasi cha pesa nimeweza kupata katika kazi yangu. Mimi mwenyewe nimepata hii faida Sasa, kwa hiyo ningependa kabla ya yote tungependa tuweke budget ya familia, ambapo sasa tuweze kuangalia Mungu tunamtolea kiasi gani, lakini pia tuweze kuwalipia watoto ada, tuwanunulie na nguo, lakini pia na matumizi mengine, na wewe pia ukapendeze. Unajua Kwa hiyo tukizichanganya hizi hapa, pia hapa tutalipa watoto wale, si ndio? Tuanze kwanza na zaka, si ndio? Tuanze na zaka kwamba hii hapa sawa. Hesabu hizo jumla shilingi ngapi? 5,000, si ndio? Kwa maana hiyo Mungu katika 5,000 tunatakiwa tumtolee shilingi 500, si ndio? Okay. Hii hapa ni zaka kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo hii hapa tuweze ada ya watoto, si ndio? Na hii hapa umeme nyumbani, si ndio? Okay. Na hii hapa chakula cha ndani cha mwezi mzima. Sawa, nzuri sana. Na mavazi familia nzima. Okay. Na hii hapa kwa ajili ya usafiri, si ndio? Nini kimebakia? Hamna kilichobaki, si ndio? Kwa hiyo hii hapa ibaki kwenye account ya kulinda familia. kwa ajili ya akiba. Hii hapa, si ndio? Kwa hiyo tunaiweka kwenye sanduku kubwa, si ndio? Sasa na hii to go. Hii hapa tumesema kwa ajili ya zaka. Hii hapa tumesema kwa ajili ya mfungo wa mwezi. Hii kwa ajili ya ugonjwa. Hii kwa ajili ya ada ya watoto shule. Hii ni kwa ajili ya umeme. Hii ni kwa ajili ya maji. Hii kwa ajili ya maradhi. Lakini hii kwa ajili ya usafiri. Wakina kaka na kina dada, na tumefanya igizo hili kwa ushuhuda unaotoka katika Malaki 3 mstari wa 10 ambao unazungumzia kuhusu zaka. Mstari huo unazungumzia kwamba Bwana amesema tumjaribu kwa kutoa hicho kidogo, naye atatufungulia milango na tutapata baraka zake. Sisi tunapotuona hapa kwa utajiri tulionao, sio kwamba tunapata hivi hivi, tunapata kwa ajili ya kulipa zaka, mfungo wa mwanzo wa mwezi. Lakini pia Bwana aangalie pesa zetu, anaangalia mioyo yetu, tuchunguza ndani ya mioyo yetu. Naona washuhudia hilo, mkalipe zaka iliyo kamili na mkatoe fungu la mfungo wa kwanza. Kwa hiyo igizo hili linaonyesha zaidi kabisa umuhimu wa kutoa zaka katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10, kama inavyosema, nijaribuni kwa njia hii muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Kwa kweli kuna umuhimu wa kutoa 1/10. Kwa maana hiyo hata ukiwa na kiasi kidogo unatakiwa umtolee Mungu, umjaribu kwa njia ya kumtolea, naye atakubariki zaidi na zaidi. Kwa hiyo nawashuhudia haya
nikisema asante na Mungu awabariki.